Mungu. Neema yako kila asubuhi ni upya ndani ya maisha yangu. Neema yako Baba ni upya ndani ya familia yangu. Kila asubuhi tunapolala na tunapoamka tunaona neema yako Baba. Unatutendea makuu Baba, unatutendea mambo ya ajabu. Pokea sifa Jehova, pokea kuinuliwa Baba. Tunakuabudu Baba, ni asante kwa kutupenda. Neema yako kila asubuhi Baba ni upya ndani ya maisha yetu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you for giving us another strength that we may worship you this morning. We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord. Just open your mouth before the Lord. Continue calling upon me Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Our God, you are great, you are great God, you are great God, you are great Lord. We worship you Jesus, we worship you Jesus, we worship you Jesus. We give you glory Lord, we give you glory Lord, we worship you. Thank you Jesus, we worship you. Hallelujah. Thank you Jesus. Baba unatawala. Thank you Jesus. Lord is Lord. Hallelujah. Sioni mwingine mimi wa kuabudu ila ni wewe Baba uliye juu. Mimi sioni mwingine ila ni wewe Baba uliye juu. Baba mimi sina mwingine, sina baba wala baba wa kuabudu ila tu ni wewe Baba uliye juu Baba. Ndiposa nimekuja kukuabudu, ndiposa nimekuja kukuabudu Baba. Pokea sifa ndani ya maisha yangu Baba, pokea sifa ndani ya kanisa lako siku ya leo, in the mighty name of Jesus. Ila ni wewe Baba uliye juu Baba. Sioni mwingine wakiabudu ila ni wewe Bwana uliye juu. Sioni mwingine mimi wakiabudu Baba ila ni wewe Bwana uliye juu. Mimi sioni sioni mwingine, sioni mwingine wakiabudu, sioni mwingine, sioni mwingine, sioni mwingine Baba, sioni mwingine Baba, sioni mwingine wakiabudu, sioni mwingine Baba.
in us. Take over in your altar today. In the mighty name of Jesus. Let your living water flow over our soul today. Let the Holy Spirit of God come and take control in every situation that has troubled our ways. Let the living water of God come and take over in the mighty name of Jesus. Hey, God, take control. Our God, we thank you, Jesus, and we give you glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What is that is troubling you today? What is that you feel is so big to you that you cannot be able? Let the living water of the Lord flow over your soul today. Let the Holy Spirit of God come and take control in your life, in your heart today, in your soul today, in your family today, in the mighty name of Jesus. Just open your mouth and tell, say, let the living water come and flow over my soul today. Let the Holy Spirit of God come and take control in my life, in my heart, in my mind, in my soul, in my life, in my family, in my business. Oh my God, let your living water, God, come and take control. Come and take control in us, in the mighty name of Jesus. Hey, my God, let your living water come and flow in our lives, God, in the mighty name of Jesus. We give you glory. We worship you, Jesus. How wonderful is the Lord. Hallelujah. Let your living water flow through my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled all my mind. All my cares and burdens unto you I know. All my cares and burdens unto you I know. Jesus, sing to Jesus today. Jesus, our Lord. Sing to Jesus, let's sing. I want to hear the church sing today. See Jesus today. Just let us sing together. Open your mouth and say Jesus. Jesus, 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 Jesus. Spirit of the Lord, Spirit. Spirit of God, God, Spirit. Spirit of the Lord today. Call him unto the Father. Father, Father. Father, oh Father, oh Father, oh Father. Father, hey. Father, hey. Father, we call you. Call him against Father, Father. Let us sing the church today, Father, Father. Father, open your mouth, sing, Father. Father, Father, Father. Sing to the Father, Father. Close your eyes before the Lord. Father, Father, Father. Yeah, we are singing to the Lord today. Call him Jesus today.
today. Jesus, today we call you. Jesus, we call you today. Hey, hear your people today. Let us say once again, Jesus. Jesus, today we call you. Hey, we call you Jesus today. Our God. Call to the Father, Father, thank you, Jesus, our God. We call you today. We call to the Father, thank you, Jesus, Father. Thank you, Jesus, our God. We call you Father today, God. We call you our God and our King, because you are great and you are almighty, Lord. Thank God they have called upon your name, that God you may hear us today. Jehovah, we are just here to be used of you. We are just here to be used of you, God. Take over in us, Lord. Take over, Father, in our lives, God. Take over, Jesus, in our lives. Spirit of God, take over in us, God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I want to hear celebration in the presence of the Lord. I want to hear celebration in the presence of the Lord. In the mighty name of Jesus. Let us hear a good celebration. Continue celebrating Jesus. Continue celebrating Jesus. Continue celebrating Jesus. Don't get time to celebrate Jesus. Hey, celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Hey, continue celebrating Jesus. Continue celebrating Jesus. Continue celebrating Jesus today. Our God. Hey, our God, we thank you. We give you glory. We give you adoration. Before we finish that section, let us say, kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku Baba, na kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, just think of the Lord. Kila siku kila saa amekuwa mwema kwetu ndani ya maisha yetu. He has been there for us. He has been fighting for us even at our home areas. Kila siku kila saa, we have never run. Let us say it as we open our mouth before the Lord and we say, kila siku kila saa, you mwaminifu our God. Kila siku kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku kila saa, umwaminifu Bwana. Twakuinua kila siku, mikono yako mbele za Mungu. Kila saa, umwaminifu. Inua mikono yako mbele za Mungu. Na kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Sema tena, kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Tunasema kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Every day, every hour, you are so faithful, Jesus. Let us celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. In the mighty name of Jesus. We need to celebrate Jesus. Let us celebrate Jesus.
Oh, our God, we celebrate you and we honor you because our God has been so faithful. He has been so good to us. We are now receiving back to our services with the power and the anointing of the Holy Spirit of the Lord. Let us declare a good amen. Just open your mouth and declare amen. In Jesus' mighty name, we are not the same again. We shall not never remain the same again. Our God is making us to come back to His worship in order we can worship Him and glorify His name. Celebrate Jesus once more in the mighty name of Jesus as I usher in my brother to come and continue with Him. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Come on, give the Lord a shout of clap in the house. Lift your voice and your hands to the Lord and celebrate the Lord in the house. Celebrate Him more than other God. Lift your hands out and your voice and celebrate the Lord in the house today. Amen. Hallelujah.
There is none like you.
given a permission. Wekaga maoto manene, wekaga maoto motumi, wekaga maoto maberu, wekaga diano kamatanya, wekaga maoto manene, wekaga maoto maberu, wekaga maoto motumi, Yesu, wekaga diano kamatanya. Wengine tu wamesimama tu, tunaenda kuinuka ila mtu sasa tunafanya tu kidogo, tunapepewa vitu. Tunataka kwenda kila mtu kidogo kidogo. Unajua it is good to celebrate in the house of the Lord. Amen. We need to celebrate in the house of the Lord. Wekaga maoto manene, wekaga maoto matumi, wekaga maoto maberu, ukagegania no kamakania, wekaga maoto manene, wekaga maoto matumi, wekaga maoto maberu, ukagegania no kamakania, wekaga maoto manene, wekaga maoto maberu, wekaga maoto matumi, ukagegania no kamakania. Sasa kwende kila mtu sasa tunapomwimbia Mungu hiyo wimbo, because this is our day that we need to sing to the Lord. Amen. We need to sing to the Lord. Give us a big praise and we are going to be blessed of the Lord together. Kwende kila mtu sasa kidogo tunapomalizia, we need to sing to the Lord. Kila mtu twende, inua mikono yako juu unapomwambia Mungu, weka maoto manene, weka maoto maturi, Yesu, weka maoto maturi Baba. Let's all say yeah, weka maoto manene, weka maoto maturi, weka maoto maberu, ukagegania no kamakanya, weka maoto manene, weka maoto maberu, weka maoto maturi, Yesu, ukagegania no kamakanya, weka maoto manene, weka maoto maberu, Yesu, weka maoto maturi, Yesu, ukagegania no kamakanya, weka maoto maturi, I don't mind and I want time. Yes, for I want to see my Jesus someday. I don't mind and I want time. Yes, because for I want to see my Jesus someday. I don't mind made up the whole and I want time back, cause I want to see my Jesus someday. I got my mind made and I want time back, cause I want to see my Jesus someday. I got my mind made and I want time back, cause I want to see my Jesus someday. I got my mind made up and I want time back, cause I want to see my Jesus someday. I got my mind made up and I want time back, cause I to see my Jesus someday. In Jesus' mighty name, amen. In the name of Jesus Christ. We welcome you, our viewers from all over the world. We love you and we are praying for you. And we would love to know if you're following us, kindly
let us know you are there. God bless you. Tungependa tuende moja kwa moja, lakini ningetaka nilete mke wangu aseme hello kwa wale ambao wako the whole world, wale wako Qatar. Tumeshukuru sana wale ambao wametufuata kutoka dunia yote. Kwa hivyo Bwana wabariki sana na watende mema, kijitayarisha na Biblia zetu. Welcome in Jesus name. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord is good. And even today he is good. Praise the Lord. I thank God because of this day. The Lord has been good. And he has hidden my life in him. Praise the Lord. Amen. Therefore, as I stand here, I'm blessed because I am loved by the Lord. I have purpose in my heart and to live in the Lord all the days. So may the Lord God bless you. Hear the voice of the Lord from his throne. So may the Lord God bless you. Amen. Bwana wabariki sana. Tungetaka twende moja kwa moja kulileta neno la Bwana. Tunaenda kitabu cha Ufunuo aliyopewa Yohana, the book of Revelation. Wale wanajiunga na sisi na kanisani kwetu, usifurahie sana kuja tu kutumia simu yako ya rununu. Kindly look for your hard copy. I may look, naweza kuonekana niko apita mnaitanga analog, but kindly have your Bible and God is going to bless you. So we want to go to the book of Revelation. Tunaenda kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza na tunasoma tunaanza pale mstari wa 7 na wa 8. Kitabu cha Ufunuo, the Revelation of John, Ufunuo aliyopewa Yohane, na tutapambana na lugha ya Kiswahili na Kiingereza kidogo. Naamini ya kwamba mtabarikiwa. Kama umepata sema amen. Revelation chapter 1, we are reading verse 7 and verse number 8. Maandiko inasema, tazama anakuja na mawingu, kila mtu atamuona na hata wale waliomtoboa. Makabila yote duniani yataomboleza juu yake. Naam, amina. Mstari wa 8 maandiko inasema, mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana Mungu mwenye nguvu, aliyekuweko na atakayekuja. Mtu aseme amen. Allow me to do it in the other language. Maandiko inasema, I am the first and the last, says the Lord God Almighty, who is, who was, and who is to come. Nituseme ya kwamba Yesu anasema yule ananenea katika kitabu cha Ufunuo ni yule maandiko inasema ya kwamba yule yuko na yule aliyekuweko na yule atakayekuja. Amen. 3 tenses. Yule ananena ni yule yuko, ni yule aliyekuweko na yule atakuja. Kwa wale ambao wanajiunga pamoja nasi, tumekuwa tukijifunza kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na tulisema ya kwamba siku ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, number 1, tulisema it is a day to expect. Ni siku kila mtu anahitajika kutarajia. Mtu aseme amen. Na tukasema ya kwamba it is a day of proof and promise. Ni siku ya kwamba ni siku ya proof and promise. And number 3, tukasema it is a day of happy reunion. When we say it is a day of happy reunion, ni kumaanisha ya kwamba wale wapendwa wetu ambao walilala katika Bwana, siku ile Bwana atakaporudi, tutaunganishwa pamoja na wao. Na Jumapili tukanena number 4, tukasema it is a day of transformation. Ni siku ya kubadilishwa. Ni siku ya kubadilishwa. Mili hii yetu ambayo inakufa, mili hii yetu ambayo iko na mateso na mahangaiko, atakaporudi Bwana wetu Yesu Kristo, tutavikwa mili ingine. Na leo ningetaka niende number 5, kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Verse number 7 tumeona ya kwamba tazama anakuja na mawingu, kila mtu atamuona, hata wale ambao walimtoboa, wale ambao walimuua, maandiko inasema watamuona. Na akasema maandiko vile vile mstari huo wa 8, maandiko inasema ya kwamba yule ambaye ananena ni yule yuko
ni yule ambaye aliyekuweko na yule atakuja. Ambia mwenzako, hata kama utamsalimia, mwambie Jesus is coming back. Maana kwa sababu ameeleza kwa kinaganaga ya kwamba when you look at the tenses, ametumia tenses zote tatu. Anasema ni mimi niliyoko, ni mimi niliyekuwa, na ni mimi nitafanya nini? Nitarudi. The very same Jesus is coming back. So number 5, characteristic number 5, it is a day of rewards. Reward ni siku ya kupata thawabu. Kuna thawabu mara nyingi. We have 2 rewards. Number 1 reward inaitwa the rewards of loyalty. The rewards of loyalty. Rewards of loyalty ni zile tunaita taji. Tutapewa taji, nitaelezea, lakini hata kama si leo tutanena kuhusu the rewards of loyalty. Na hizi rewards of loyalty ndio tunaziita taji. Kuna taji tutapokea. Na mbeleni waimbaji walikuwa wanaimba, wala siku hizi they don't sing, I don't know why. Tulikuwa tunasema ya kwamba negainyagobe matwine, negainyagobe matwine. Na wala wengine waimbaji walikuwa wanauliza kame inagiakia. Sasa wengine wanaanza kujibu kame inagio matwine, inagiakia kame inagio matwine. Sasa hiyo taji, hizo tunaitwa taji za loyalty. Ingine zinaitwa rewards of reselection. And I want to talk about now these rewards of reselection, ama hizi thawabu za ufufuo. Na hizi thawabu za ufufuo ni zile tunaita baraka. Kuna baraka ambazo Mungu amewekea kwa Kristo wote. Mtu aseme amen. And when I talk about the rewards of reselection, ninafunza haya kwa sababu ningetaka mafundisho haya ya kusaidie utakapokutana na walimu wa uongo. Kwa sababu tulipotanguliza hili somo, tulisema ya kwamba kutatokea manabii wengi wa uongo wakitaka kudanganya watu wengi. Na sisi tukasema ya kwamba liwalo liwe, hakuna mtu yeyote ambaye ameingia katika ule mlango atadanganyika, kwa sababu Jesus declared ya kwamba you shall know the truth and the truth shall set you free. And I strongly believe the truth ile ambayo tunaenda kupokea kwa mafundisho haya yatakuweka huru. Kukitokea hata mtu akuje na nguo ndefu nyekundu hata ya green, akuje aseme clear the right baba, akwambia ametoka mbinguni saa hiyo, mwambie hapana, mafundisho yale nimefundishwa yanadhihirisha ya kwamba kama yale mambo unaniambia hayako katika neno la Bwana, hayo ni mafundisho mageni, hatutayapokea katika jina la Yesu. But the wrong way to go, sasa we talk about the rewards of reselection. Rewards of reselection, tutaanza kutoka kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 7. Revelation 2 verse number 7, na naamini kwamba mtabarikiwa. Revelation 2 verse number 7. One of the good thing about this altar, we teach believers because we want you to be established. And that is why we encourage every single believer, na wale ambao wanatusikiliza kutoka Kenya yote na kutoka mahali popote, tafadhali tunapokuja kwa madarasa, carry your Bible, carry your notebook, ili ubarikiwe. Kwa hivyo Ufunuo aliyopewa Yohana mlango wa 2 mstari wa 7, nitasoma na lugha ya Kiswahili vile vile na ya Kiingereza ili tu connect kidogo na lile swali ile jambo ambalo utaliona maandiko yanasema my Bible will be talking to those who win the victory. Yako labda itasema he who overcomes. Kuna ingine ilisema those who are going to conquer. Hao ndio watapokea baraka hizi. Revelation 2 verse number 7, the Bible says, if you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. Now, if you have your Bible, wacha tusome pamoja. Okay, nitasoma the first part, then I want to hear your versions. If you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches.
Amen. So number one, baraka ya kwanza ya selection ni hii. Maandiko inasema aliye na masikio basi na asikie yale Roho anayoambia makanisa. Mshindi nitamjalia kila kula matunda ya mti wa uhai ulioko ndani ya bustani ya Mungu. Number one of the blessing ya wale ambao watashinda, si wala watashindwa. Hapana, maandiko inasema kwamba Mungu mwenyewe atakujalia ruksa, utapewa ruksa ya kula matunda ya mti wa uhai. Na huo mti umepandwa wapi? Timothy hadeko inono. Sio imepandwa kule kunaitwa kwenu, hapana. Si imepandwa Israeli, hapana. Ile mti matunda ile ambayo tutapokea ni matunda ya mti ambao uko ndani ya bustani ya Mungu, na ndio paradiso. I would love one day to eat nile matunda yaliyopandwa katika bustani ya Mungu kule paradiso. Na maandiko yanasema ni lazima uwe utashinda. Ndio maandiko ya Biblia yanasema to those who win the victory, I say you are a candidate of winning the victory in the name of Jesus. You are not hearing what I'm saying. Nasema ya kwamba if you are born again na uko hapo unapokea mafundisho haya, basi uko na uwezo wa kuwa mshindi ili ule katika matunda ya mti uliopandwa katika bustani ya Mungu mwenyewe, na hiyo bustani ni paradiso katika jina la Yesu. Na ili upatiwe ruksa, ili upate nafasi ya kula ile tunda, kuna matunda tutakataa katika dunia hii ili upate nafasi ya kula matunda ya bustani ya Mungu. Narudia tena ya kwamba there are some fruits that we are going to refuse. Kuna matunda tutakataa katika dunia hii ili tupate kula lile tunda limewekewa wale ambao ni washindi. Wacha ninene na lugha vizuri ili mpate. Lugha kwenda matunda toke kule huko. Mengine tutakataa kuyara ili mbinguni tupate nafasi ya kula lile tunda, kwa sababu you cannot. Kuna mengine hapa tutasema itunda lile dikolea. Kwa nini? Kwa sababu mimi niko na ninatazamia kula tunda katika bustani ya shamba ya Mungu. Nani anatamani kula hilo tunda? I desire to eat that fruit in the name of Jesus Christ. And you cannot. Kuna matunda mengine shetani ataleta. Kuna matunda shetani wataleta ambayo sio matamu. Kuna apples shetani ataleta na mimi niseme sitakula haya. Kuna mambo tutadeny our bodies for us to qualify to eat that tree of life, that fruit from the tree of life in Jesus' name. Mafundisho haya tunapokea moja kwa moja kutoka madhabahu ya Bethel Gospel Church Karatina Town. Nasema kwamba kuna matunda mengine tutakataa. Shetani akikuletea tunda unamwambia maya dikoya, kwa sababu kuna watu watakula matunda mengine hapa na watamisi kule heaven. Mimi mengine tutasema ya kwamba sitakula haya kwa sababu I'm a daughter, I'm a son with a great destiny in the name of Jesus. Kwa hivyo baraka ya kwanza ambayo ni ya ufunuo ni kupatiwa ruksa kukula matunda. Na niposa mwimbaji wengi wametengeneza nyimbo yanasema ya kwamba I will desire to eat from the tree of life in the name of Jesus Christ. And this tree, hii matunda imepandwa katika bustani ya Mungu. In the first place, kuna matunda Adam and Eve. It will be a time and season of restoration. Wakati kile kwa sababu the first Adam failed, sisi will not fail, because greater is the one who is in us than the one who is in the world. Alipofanya makosa yule wa kwanza Adamu, maandiko inasema ya kwamba Mungu akaweka maserafi wengine wakiwa na dini ambazo zinatoka moto, lakini atakaye shinda, ndugu dada, tamani ushinde. Ukishinda, tafadhali you will be granted an opportunity to be among those who will eat
the fruits in that land, ile ambayo tunatarajia sana in the name of Jesus. Number 2. God is blessing, number 1. Number 2, the book of Revelation, chapter number 2, verse number 17. Revelation 2, verse number 17. We are talking about it will be a day of rewards and the words of resurrection. They are the blessings, like number 1, getting the right to the tree of life, which is right in the paradise of God. Number 2, Revelation 2, verse number 17. Revelation 2, verse number 17. The Bible says, if you have ears, then listen to what the Spirit says to the church. To those who win the victory, again, the Bible is saying, to those who win the victory. Kiswahili inasema ya kwamba mshindi, na inasema ya kwamba haya taji, the rewards, ni ya wale ambao ni washindi. Hawezi kuitwa mshindi kama hujashindana. Maandiko inasema to those who win the victory, I will give some of the hidden manna. I will also give each of them a white stone on which is written a new name that no one knows except the one who received it. Inasema ya kwamba yule ambaye atakuwa ni mshindi, na mimi ninatamani ya kwamba niwe mshindi, ya kwamba yule atakaye kuwa ni mshindi naye atapatiwa a hidden manna. My Bible inasema ya kwamba hidden manna, kuna manna imefichwa mahali, na ile manna haitawekewa kila mtu, imewekewa yule ambaye atashinda. Na maandiko inasema ya kwamba atapatiwa hidden manna. And for you to qualify to eat those hidden manna, kuna counterfeit manna ambazo utasema ya kwamba sitakula manna hili kwa sababu niko na lengo. Mtu aseme amen. You know the devil will bring so many. Ataleta manna ni kimo. Kuna maana zitakuja nyingi sana. Na ni lazima utofautishe kama hii ni ya China ama hii ni original. Sorry, yinyi mranya na kumarusaina no kugaguga. Kama tuko pamoja munisalimie. Kama kivyo ni counterfeit, lazima useme ya kwamba dasamana, kuna maana sitakula ili nipate kushinda. Unajua kuna shetani vitu nyingi sana zitakuja hapa. Shetani atakuja na leta hii, ingine unaona kama hii, unasema ya kwamba I will not eat this one, I will not eat this one because niko na objective, niko na lengo, na lengo langu ni kukula hidden manna someday. Sidikuwa someday. That someday when Jesus comes back, it will be a day of reward. Number 1, utapewa nafasi ya kula matunda. Na tunda hii limepandwa katika paradiso ya Mungu. Number 2, ukishinda utapatiwa nafasi, washira, haleluya, utapewa nafasi ya kukula hidden manna. Not only hidden manna, maandiko yanasema kwamba utapewa jina jipya, na ukipewa hilo jina hakuna mtu mwingine analijua isipokuwa wewe na Mungu wako. Kama ningekuwa wewe, ningetamani niseme kuna majina sitaitwa hapa duniani, kwa sababu mimi natazamia kuitwa jina moja, and I know lile jina moja nitaitwa jina la mshindi katika jina la Yesu. The heaven, the maandiko yanasema since then we are surrounded by, tumezingirwa na watu wengi sana, so many witnesses. Wacha tukimbie, wacha tupigane vita katika jina la Yesu. Kwa hivyo kuna number 1, tumesema kuna matunda hatutakula hapa duniani ili tupate matunda ya mbinguni. Number 2, kuna manna ambazo hatutakula hapa duniani ili tupate kupokea hidden manna. Number 3, tumesema kwamba kuna majina mengine hatutaitwa hapa duniani ili tukapate kuitwa majina mapya kule juu mbinguni, ambalo hilo jina ni mimi na Mungu. Kuna watu, if you lose the battle, if you don't win the battle, you will never come close to knowing that new name in Jesus' name. I pray that you conquer so that you have that new name. Na niko tuwaje niko nega na mara dauka hayo de twali ulile
Ili tupate hilo jina, lazima we conquer in the name of Jesus. Number 3, because of the interest of time, and if you're watching us from the whole world, kindly we want to know if you're following us. You can say you're following, and you can say, I desire to win the victory in the name of Jesus. Revelation 2 from verse number 26 through verse number 28. Revelation 2 from verse number 26 through 28. Maandiko inasema, to those who win the victory again. Verse number 28, to those who win the victory, who continue to the end, to do what I want, I will give the same authority that I received from my Father. I will give them authority over the nations, to rule them with an iron rod, and to break them into pieces like clay pots. I will also give them the morning star. More than it is so. I will also give them the morning star. Maandiko inasema ya kwamba to those who win the victory, pale maandiko inasema ya kwamba mshindi mwenyewe yule ambaye atazingatia mpaka mwisho. Kuna God is calling us tuzingatie mpaka mwisho. Ndio inakwenda ndo mabagari unaanza manusu. Hii taji ama hii reward ama hii baraka ni wale wakianza wokovu wanamaliza mpaka mwisho. Ni wale wameanza huduma wanamaliza mpaka mwisho. We don't have room for inconsistency. Kuna watu wanaanza huduma hata kuendaga church. Mtu anakuwa na ile roho ya gutera. Hata unatera, hata mtu akikuuliza ngani leo kile kanisa hapana osho ndani nyakaga. Todo rĩrĩa kanitha na rĩrĩa tarĩo kanitha ni gũtĩratĩra maandike nĩ andũ arĩa matĩraga nĩ mbarĩ ya nyatĩra. Ni wale wa Kristo ambao ni kama kibaba, ni kibaba, ni kama kibaba. Mkristo wa kibaba, kuna wakati tutaimba hiyo wimbo Mkristo wa kibaba. Ni yule leo uko church, sasa utapatikana tena Thanksgiving service ya December. Kuna rafiki yangu alikuwa hapa na ni mzuri sana, he's my friend. Hata kama anatuangalia nilimwambia hiyo. Nilimwambia sasa the only challenge with you is inconsistency. Yeye mwenyewe anaanza kuanza kulima kuku. Analima kuku kaka. Karibu zikifikia ili auze anaacha. Anatoka hapo anakimbia kwa avocado. Akienda kwa avocado na kipizana avocado wakati zinapika anaashiria. Mwingine anaanza upande mwingine. Akienda hivi anaashiria. Lakini maandiko ile ambayo tumesoma, hii taji ya baraka ni kwa wale ambao watashikilia mpaka mwisho. Mungu ni amen. Sio Wakristo wa kifafa, sio wale kuna Wakristo wa maandiko yanasema nao hawa baraka ile tutapatiwa. Maandiko yanasema kwamba we will be given authority over the nations. Authority over the nations. Tutapatiwa authority over the nations, to rule over them. And that is why the Bible says we will reign with Jesus forever. Tutakuwa tunatawala pamoja na Kristo milele na milele. Wale ambao watatawala ni wale ambao watashikilia mpaka wapi? Mpaka mwisho. Wapi? Kama umeanza safari ya wokovu, ndugu, kaza mwendo wa wokovu. Kama umeanza safari ya huduma, it doesn't matter how trivial it may look like. Hata kama ni kupanguza viti, serve him with humility in Jesus name. Hata kama ni kuja church unapanguza madhabahu, come serve that ministry and God will reward you in Jesus name. Kuna kijana sijui kwenye labda amerudi, he was coming here where to see the chairman. He would come here, alikuwa anakuja anaokota makaratasi kanisani. Akaji yakoka ni maratadi. Unaokota makaratasi tu, unafanya kazi ya Mungu. Ukikuta hapa church ina challenge, come fix the challenge. Lakini you must be consistent in Jesus name. Nedaraga roho wa mandugu ndio wale tore ya Yesu. Kama ni kutumika with the whole of your heart in Jesus name.
Kwa hivyo, to those who overcome here, they will be given authority, and there will be, I love talking about this, itakuwa ni wakati wa trading, I'm trading in, kwa sababu sasa we will be called the morning star. You will be given that star in the name of Jesus Christ. Amen. Let's go to the book of still Revelation chapter number 3, verse number 5. Again, Revelation 3, verse number 5. I know we're going to send you a thank and give us and read for us. Revelation 3, verse number 5. That I love your version. Revelation chapter 3, verse 5. The one who is victorious. The one who is victorious. Will like them dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels. I will declare openly that they belong to me. Amen. Those who win the victory will be clothed like this in white, and I will not remove their names from the book of the living. In the presence of my Father and all his angels, I will declare openly that they belong to me. What a day. What a day. What a celebration. Maandiko yanasema kwamba yule ambaye atakuwa ni mshindi atavalishwa vazi nyeupe. Akivalishwa vazi hilo nyeupe, maandiko inasema kwamba Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe ambaye alikufa na akafufuka, mwenye alisema tulipotanguliza somo la leo ya kwamba mimi ni yule aliyekuwa na yule ambaye atakuja, atakuja. Maandiko namba 1 anasema kwamba jina lako halitavutwa katika kitabu cha uzima. Mwendiki mutarani kana utatelewa wika. Atiretwa yaku litike utio ifukuine lya muoyo. Ukahugua jeru wale watu wametoka Uganda nitaamkabe imbavi. Inasema kwamba nitavalishwa vazi nyeupe. Nikivalishwa hilo vazi nyeupe na jina langu halitavutwa kutoka kitabu cha uzima, na vile Mungu mwenyewe atapokea jina langu likitajwa. Anasema kwamba I will declare their names openly in the presence of God the Father and in the presence of all angels in Jesus' name. I was looking for this song and unfortunately I never got it. Ni washindi ambao wamekusanyika hapa. Wacha niwaambie wapendwa, kuna mavazi hatutavaa duniani hii ili upokee ile vazi nyeupe katika jina la Yesu. Mutrego na tatroika. Ndio kwenda kuokote kueuba. Kuna mavazi ambayo hatutajivalisha kama tunatarajia kuvalishwa hilo vazi nyeupe katika jina la Yesu. Amen. Kuna mavazi mtu akwambia ukipatiwa hii unasema mimi hii sitaki kwa sababu kuna ingine ninatarajia. Unajua kuna mavazi shetani anaweza kupatia mavazi mengi sana ili ukose kupata ahadi yako. Na tangazia shetani kutoka leo katika jina la Yesu, kuna mavazi hatutavaa, kuna mana hatutakula, kuna majina hatutaitika, ili tupate kupatiwa jina mpya kule mbinguni katika jina la Yesu. I got to have a big day here. As you shout a big amen. Amen. Kuna mavazi hatutavikwa. Yule kumetoka, haleluya, yule ametoka Uganda, Bwana asifiwe. Uko tuna Biblia yako ile ya Kiganda. Ufunuo ni nini na Kiganda? Revelation ni nini na Kiganda? Okulikuliwa. Haleluya. Sawa. Okay, tufungulie. Wacha tusikie Kiganda dakika. Hata kama wako mbali mnafikiria tunasema enda okulikuliwa. 1 mstari wa wacha tupate.
kama ikogeragio ndani ati okulukuliwa ngapi? Moja, mstari wa mudiramu ya microphone kilometer ibada nini? Okulukuliwa moja mstari wa 8. Okulukuliwa kuja kwa nuru. Na useme urudie tena. Emwe. Okay. Okulukuliwa. Kuja kuonekana na TV. Watu Uganda watu. Soma na inaitwa oku na kweli oku. Soma. Okulukuliwa usome hivyo. Angalia soma hii moja mstari wa 7. Okubikuliwa olubereberye olunyiri lw'omusanvu agamba we wati laba nani alifa ya nani agamba nti na kwanza hapa kunze hapana mimi nataka hii inze nde nze ndifula emmere bw'ayogera Mukama Katonda. Ukenda kwa Mukama tunasema hivi, tunakosea kidogo. Hii inasema nze ndi alfa na omega. Hapo mukatikiria soma hiyo. Nze ndi alfa na omega bw'ayogera Mukama Katonda abawa era eyabaawo era ajja okubaawo. Ni asante, tumpigie makofi all the way from Keti, all the way from Uganda. Amesoma kulikuliwa. Na nataka kasikiange si hapo Kenya John, hata yako Kenya. Haleluya. Kama tuko pamoja mnisalimie. Tumesikia kwamba ametoa Alpha and Omega. Pale tumesoma. Bwana wabariki sana. Na neno litaendelea nikimalizia mwezi huu wa 10. Tukimalizia mwezi huu wa 10, tunaweza kusoma kitabu cha Mwanzo 8 kutoka mstari wa kwanza. Mwezi wa 10 tulisema ya kwamba hiyo ni mwezi wa baraka. And I want to declare to all of us who are listening us live from Pentecostal Church altar ya kwamba mwezi wa 10 maandiko inasema God remembered Noah. I pray in the name of Jesus Christ that in this month of October God is going to remember you. It will be a month that God is going to do extraordinary things in your life and in my life in Jesus' name. Na maandiko inasema mwezi huo wa 10 wakati Mungu alipomkumbuka Noa, maandiko inasema ya kwamba kutoka Mungu akatuma upepo. Na ule upepo maandiko inasema ikafanya maji yaendelee kupungua na the peaks of the mountains became visible again. Nasema ya kwamba mwezi huu Mungu anaenda kutuma upepo. God is going to send a wind. Kama kuna jambo hili la corona ambalo limesumbua Kenya, limesumbua dunia yote, we don't need so many things. Lord, we require your wind in the name of Jesus Christ. Na wakati hiyo wind Mungu akituma huo upepo, maandiko inasema kwamba Mungu alipotuma ule upepo, kuna visima vilikuwa vinaleta maji ikitoka juu chini, mengine ilikuwa inatoka juu mbinguni, na hayo visima vikasimama. Tunataka kutangazia visima vyote ambazo ni vya kuangamiza watu mwezi huu wa 10. Kama ni kisima kimetobolewa ya magonjwa na maradhi, tunatangaza in the name that is above all other names. Yedimayote kila toboleto ya huko nina gayara tomaruho mweli uyu tonu mweli wa kuririkano ni gai ara murarwarite high blood pressure, ara murarwarite mirimu ingi nitwaje mirimu iyo na hinya wa ruhuho Kainya kuhonia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
Nasema Mungu ametuma upepo mwezi wa 10 katika jina la Yesu. I declare the month of being remembered by God in Jesus' name. When God remembers you, your song gonna change in Jesus' name. God remembered Sarai. Maandiko yanasema kwamba Gayadikana Sara akimwara muhurira akimwekana Isaka akimwara muhurira mitheko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. That declare season ya gũtheka rĩngĩ. I declare a season of celebration in this month of October in Jesus' name. Neno litaendelea. You can stand and lift up your hands and your voices to God in the name of Jesus Christ. Sijui ni jambo gani ambalo limekulemea. You can lift up your voices to God. Inua mikono yako juu. Waambie Bwana, ningetaka niwe mshindi. You can just make a very humble prayer. Lord, I want to conquer. I want to win the victory in the name of Jesus. I want to win. I want to be victorious in Jesus' name. You lift up your hands and tell the Lord, at the secular appearance, Lord, I desire to be found in faith. Kama kuna mambo kusonga wile mwadhani domera karuhuho mwadhani domera karuhuana nitumie upepo. Kama kuna mambo imekusonga, the Lord is going to fight your battles in the name of Jesus Christ. Kama kuna mambo unaonekana kama umesahaulika from the month of January, I declare a season of being remembered, a season of being remembered in the name of the Lord. Niseme kwamba hautasahaulika. Mungu anaenda kutuma upepo maishani mwako. Wale ambao wana shida ya magonjwa na maradhi, no wile mwadhanda hoya kumera karuhuo kau na kila mwadhanda tumaruhuo maima chirima kuhoa na shio nerelia shedadi moshi ya kune kuonekana. Kama kuna maji imefunika destiny yako, kuna maji imefunika baraka zako, kuna maji imefunika biashara yako, kuna maji imefunika na ikafunga marango, na nena katika jina la Yesu mwezi huu wa Oktoba kuna marango inafunguliwa, kuna watu wanainuliwa katika jina la Yesu. Kama kuna maji imefunga mlango wako wa baraka, the Lord is releasing blessings upon your life in the name of Jesus. Kama unanipata ukinisikiliza kuna mambo ambayo unapitia mazito na magumu, the Lord is speaking to your life right now in the mighty name of Jesus. You can speak to your life. Labda kuna pepo imelalia baraka zako mwezi huu wa 10. Kwamba milima itaanza kuonekana tena. Nidrona toshogere kwa ilemashi yaku, nidrona toshogere kwa iladimashi yaku, nidrona toshogere kwa biadara yaku. Aikopena kama kuna watu wameenda kwa waganga wakaingilia biashara yako, unaweza inua moyo yako juu, ambie Bwana, nikumbuke. Ni wakati wa kukumbukwa na Bwana. Bwana akamkumbuka Noa na waliokuwa ndani ya ile Safina, na Mungu akamuokoa. I declare a season of remembrance. Ninatangaza majira ya kukumbukwa na Bwana. Natangaza kimera yako nikanonikai. Natangaza kimera alemaru alete oro lirikano. Alemara kwa komalieta kiama kaya roko lirikana. Nowe moko makuna iguru waliya na mwatani. Ligmele ye paraba Together wera onaremaradi kuhuria matukuru baramaradi kumamoretie wa wera wa rutani that declare season yako lirikano alemagete ruguru ilia alemagete ni mumakni ya kama ya guti koneke that declare mwelio wake wa 10 kama ya kule kwa beli ya kuoneka kama kuna igoro shokeli Jehova kado. You can lift up your hands and just give glory to God. I say you the Lord, as the Lord remembered Noah and changed in the name of the Lord. When God remembered Sarah, she was blessed with a baby boy. Now to celebrate, I release you towards the season of celebration. I release you to a season of celebration in the mighty name of Jesus. I say a season of celebration. I say a season of celebration in the mighty name of the Lord. Giving
Season of celebration in the my Lord. I don't know what they have been calling you, but I say this day forward. Your story, your song is changing. I say your song is changing. Safari hii wimbo wako unabadilika katika jina la Yesu. Lift up your hands. Father, we honor you. We love you because we that you remember Noah and the changed. God, you remember Salah and she sang a song. I declare for those who are hearing us and those who are in the house, I decree a season of celebration. I say a season of celebration. My maramote mara ordained to konina. Matigo konina mago twara to your destiny in the name of Jesus Christ. Kila yote kila hubiyo ni shaitani maishaine maku. Ndagikeno mwathani atuma ruhuho. Na ruhuho ru ni rwaniaria mirimu yothe ona corona ni twathinga corona. Roho wa corona we rebuke you in the mighty name of Jesus. Father, we declare freedom in the name of Jesus. Shoot up your hand and declare a season of freedom. I say declare a season of freedom. Declare a season of freedom. Freedom from all sicknesses. I rebuke arthritis. I rebuke diabetes. I rebuke HIV in the name of the Lord. I rebuke cancer in the name of the Lord. Father, we love you, we worship you. Nego kwenera roe boro ero pafao kesira lumetamo dito adorare jirekedo kenge kiega yagokorera amokerai Nitumwere amokerai Nitumwere dadi amokerai Father, we thank you. That is our prayer of faith in Jesus' name. Thank you so much for those who have been following us. We love you. God bless you. Surely goodness and mercy for all the days of our life. We shall dwell in the house of the Lord days without an end. Amen. Shalom, shalom. We love you. God bless you. See you on Sunday. In Jesus' name. Give him a